sana. Tutamwona mwisho huyu shetani wenu ambaye yuko nyama. Mpendwa naibu askofu Pinga, mkurugenzi wa uchungaji jimboni Paul Chende, dekana walioko hapa au madekana walioko hapa, paroko hii parokia Martin Forest Rwangwa na mapadri wengine wote walioko hapa, watawa, walezi wa watoto na watoto wengine walioko hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Hongereni sana kwa sikukuu yenu.
Haya tena tujaribu mara tatu. Haya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya mwisho 1, 2, 3. Alafu mwishoni baada ya mara tatu tunamalizia hivi. Tujaribu 1, 2, 3. Safi kabisa. Alafu haya ya kwenu taweka mwishoni. Au katikati sehemu fulani. Sawa? Tuko pamoja? Kwa hiyo tarehe 26 tulisherehekea shahidi Stefano ambaye aliuawa kwa mawe. Lakini tarehe 27 ambaye tulisherehekea sana, kuna mtakatifu mwingine naye aliuawa. Yeye aliuawa kwa sababu kwa kipindi hiki tuna watakatifu waliouawa. 26 kauawa Stefano. Tarehe 27 kauawa tena askofu huko Uingereza tarehe 27. Miaka hiyo ya zamani, kwa sababu alitaka kanisa liwe huru, liwe linajitegemea. Nani anajua ni nani? Sikukuu ya nani? Hapo wewe unajua? Mtakatifu Yohane. Sikukuu na mimi nichanganya. Mtakatifu Yohane. Mtakatifu Yohane. Kweli 27 ni Mtakatifu Yohane, lakini Yohane hajauawa. Pigeni makofi. Mtakatifu Yohane mtume na mwinjili tumepatia vizuri sana. Pigeni makofi tena. Na tarehe 28 ni watoto mashahidi. Wote si mnafahamu wewe? Lakini 29 sasa hapo ni swali ambayo ilikuwa jana. Sawa, leo 30 sio? 29 tuna mtakatifu askofu aliyeuawa pia kwa ajili ya imani yake. Yohane hakuuawa. Ni mtakatifu nani? Tunatangaza zawadi. Basi nitabaki na zawadi yangu. Ngoja tuwaulize mapadri wawasaidie. Wapigeni mapadri makofi. Mimi hapa zawadi. Kwa hiyo unaona katika ukava ya Noeli kuna watakatifu. Kiacha Yohane mtume tarehe 27, tarehe 26 kuna shahidi Stefano, 29 kuna shahidi Thomas Becket huko Uingereza aliuawa. Lakini watoto mashahidi tarehe 28 waliuawa wenzenu kwa ajili ya Kristo. Ni wenyewe mijibu na miito katika ukweli wa mwanzo kwamba waliuawa kwa ajili ya Kristo. Kwa hiyo somo letu la kwanza, somo la pili, barua. Somo la pili lilitoka wapi? Barua ya nani? Nani anajua watoto? Sasa tunasoma na msaidie. Barua ya kwanza ya Yohane kwa watoto, tupigie makofi. Makofi mepatia kabisa. Hili watoto ni mwelewa sana. Hebu mjipongeze kwa kuwa nyinyi ni mwelewa. Na mnashika mara moja safi kabisa. Barua ya kwanza ya Yohane kwa watu wote, sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka sura ya pili mstari wa 2 inaeleza Yesu pale anaeleza Mungu ni kweli, Mungu ni mwanga, na anaendelea kusema kwamba sisi sote tunapaswa kutubu dhambi zetu tunapokuwa kwenye makosa, tunapaswa
kuungama, na pale anaeleza kwamba mtu ambaye anasema hana dhambi mbele ya Mungu ni nani? Mungu. Si ndio watoto? Na katika hiyo somo la pili tumesikia kwamba Mungu wetu ni mwanga. Semeni wote kwa pamoja, Mungu ni mwanga. Kwa sauti, maana yameeleza Mungu ni mwanga. Mwanga ambao umekuja ulimwenguni, ingawa watu wengine hawakupokea huo mwanga, wakapenda giza na wakabaki katika giza. Mungu wetu daima ni mwanga. Semeni, Mungu wetu daima ni mwanga. Na anaeleza kwamba Mungu hadanganyi. Mnafahamu katika ile sala ya imani. Kwa watoto tusali sala ya imani. Mungu wangu, wote kwa pamoja. Wala udanganyi. Huyo ndio Mungu wetu. Wala udanganyiki, wala udanganyi. Mungu wetu. Kwa hiyo Mungu wetu daima ni ukweli. Semeni, Mungu ni ukweli. Mungu ni ukweli. Mungu ni ukweli. Hadanganyi wala hadanganyiki. Kama Mungu alivyo mwanga, anataka na sisi pia tuwe mwanga. Semeni, sisi ni mwanga. Safi kabisa. Kwa hiyo leo tunaadhimisha sherehe hii ya watoto mashahidi. Tunaadhimisha sherehe ya watoto mashahidi. Hawa ni akina nani? Tumesikia katika Injili yetu ambayo tumesomewa. Eti watoto, Injili ilitoka kwa Injili nani? Mathayo. Safi kabisa. Injili imetoka kwa Injili Mathayo. Injili nzuri. Mathayo sura ya 2 mstari wa 13 mpaka wa 18. Na pale tunapata simulizi ya hawa watoto waliouawa. Watoto ambao waliuawa, mamajusi walimpitia Herode, wakawa wanamuuliza mfalme amezaliwa, yuko wapi? Wanataka kumwona. Herode anasema, mimi simfahamu. Jaribuni kupeleleza huyu mfalme ambaye amezaliwa, ili tuweze na mimi nipate nafasi niweze kupata nafasi ya kwenda kumwona huyo mtoto na kumtolea zawadi. Eti Herode alitaka kwenda kumtolea mtoto Yesu zawadi? Ila nia yake ilikuwa nini? Kumuua. Kwa kweli hakuna nia ya kumtolea zawadi. Na ndio maana mamajusi walirudi, hawakupitia tena Herode, kwa sababu walijua nia yake si nzuri, ni nia ovu. Na badala yake tunaambiwa kwamba baadaye Herode anawaua hao watoto. Nani anajua kwa nini Herode aliwaua watoto wale? Kwa nini Herode aliwaua wale watoto? Walikosea nini mpaka akaamua kuwaua? Nani anaanza kujibu hilo swali? Safi. Aendelea kwa mfalme. Kwa hiyo waliogopa kwa sababu walitaja kwamba amezaliwa mfalme. Herode aliogopa kwamba kumbe kuna mfalme mwingine yuko hapa. Kwa hiyo ile aendelee kwa mfalme kama mtoto alivyojibu. Hebu pigeni makofi.
ili yeye kwa mfalme akaamua kumua Herode Mkuu. Mtakatifu Agustino anawaeleza wale watoto ni kama maua ambayo yamepamba kanisa wakati ule mpaka leo. Wale watoto waliouawa ni maua mazuri. Semeni, watoto mashahidi ni maua. Wote kwa pamoja, ni maua ya kanisa. Na nyinyi pia, jinsi mlivyo kwamba wanavyopendeza hapa, nyinyi pia ni maua. Semeni, sisi ni maua. Tunapamba kanisa. Tunapamba kanisa kwa imani yenu. Tunapamba kanisa kwa ushirika wenu. Kwa uwepo wenu hapa, kanisa linapambwa. Agustino anaeleza kwamba yale ni kama mashina ya maua ambayo yalipamba kanisa wakati ule mpaka leo yanapamba. Yamebaki kama maua, hayakuruhusiwa yaendelee yawe matunda kwa sababu ya Herode aliamua kukatiza au kukatisha maisha yao. Kwa hiyo yale maua yalibaki kama maua tu kwenye mti. Baadaye yeye akayadondosha. Ingawa aliyadondosha akafikiri yameanguka, mpaka leo maua yale yanaendelea kupamba kanisa. Hivi mnajua watoto wangapi waliuawa na Herode? Nani anajua? Hata mimi sijui, kwa hiyo siogopi. Kwa hiyo watoto wale waliouawa, watu wanatoa taswiri mbalimbali. Wengine wanatoa taswiri kwamba ni idadi kubwa sana. Wataalamu wa Kigiriki wanaeleza kwamba wengine ni watoto 14,000, tena wavulana tu waliohesabiwa. Wakienda kule Syria wanapeleka namba juu sana, wanasema pengine ni 64,000, wengi sana. Wengine wakapandisha namba juu sana, wakasema ni karibu 1,500,000. Kwa hiyo wazidi kupandisha hiyo namba. Lakini wataalamu wanaeleza kwamba kwa mji ule wa Bethlehemu, kwa jinsi ulivyo mdogo, kwa jinsi ambavyo uko mkubwa, huwezi kuwa na idadi kubwa ya watu. Huwezi kuwa na idadi kubwa ya watu kiasi hicho. Kwa hiyo wanafikiria kwamba watoto waliouawa katika tukio hilo pengine ni kama 20, lakini namba yao imebaki mpaka leo na ni muhimu. Kwa sababu ya woga wake, Herode aliamua kuondoa maisha ya watu kwa sababu ya woga. Aliogopa kwamba watakuja kutawala. Herode ni mwoga kwa sababu anataka madaraka. Hapo wengi sana watu ambao kwa sababu ya kupenda madaraka wanatenda kuzuru wengine. Badala ya kujifunza kutoka kwa watu, hao wanazuru watu na kuwaua. Badala ya kujifunza kwamba huyu ni kiongozi mzuri na mimi nijifunze ile siku moja niwe kama yeye, wanazuru na kuua watu. Hapo wanaofanya hizo kazi, wengine kwa maficho, wengine kwa waziwazi, na wengine wako tu wanaua watu pia kwa kuzungumza tu, labda kuchafua tu majina ya watu na kuharibu majina ya watu. Herode anaogopa, anamwoga. Watoto semeni, Herode unaogopa nini? Herode unaogopa nini? Hebu watoto simameni wote juu. Hebu geukeni nyuma, alafu mwanyoshe mikono walezi yenu, walezi kule nyuma, wapeni walezi unaogopa nini?
mnaogopa nini? Ameni mapadri, acheni uoga. Ameni, acheni uoga mapadri. Haya, pigeni makofi. Kwa hiyo Herode anaogopa. Herode aliogopa, ndio maana aliua. Hata walezi wengine hapo wanaogopa, ingawa waliua. Wakawa hivyo mtoto kadiri ndio wanaogopa wao. Sijui wanachoogopa. Kwa hiyo Herode alikuwa anaogopa kwamba labda atapinduliwa na wale watoto, nafasi yake itachukuliwa na wale watoto. Kwa kweli kanisa haina nia ya kuchukua nafasi ya mtu yeyote. Kanisa siku zote kazi yake ni kufundisha imani na imani. Wale watoto walikuwa mashahidi kwa neno la Kilatini. Infants ni hawakuweza kuzungumza, lakini walizungumza kwa matendo yao. Infants maana yake ni mtu asiyeweza kutamka neno. Wale watoto hawakuweza kuzungumza, lakini walizungumza kwa matendo yao ya kuuawa, na matendo yao ile ya kuuawa kwao ndio wakazungumza, na ile kuuawa kwao ndio wakahubiri. Semeni wote kwa pamoja, watoto hawakuzungumza ila walihubiri. Ninyi kwa uwepo wenu hapa, hata mkilala mnahubiri, sawa? Kwa mkilala kwa nini mnahubiri? Wala msiogope, kwa kusikia usingizi wala jisaidisha tutakuamsha. Semeni hatuzungumzi ila tunahubiri. Safi kabisa. Kwa hiyo tumwombe Mungu yale tunayokiri sisi kwa imani yetu, tuweze siku zote kuyaeleza kwa matendo yetu. Uwepo wetu hapa kanisani, sala zetu hapa kanisani, ninyi kwa kuwa msafiri, sisi kwa sababu tuko hapa, tuweze kukiri kwa matendo yetu. Herode anaogopa. Kwa hiyo kazi ya kanisa siku zote ni kujenga ufalme wa Mungu. Semeni, kazi ya kanisa ni kujenga ufalme wa Mungu. Kazi ya kanisa ni kujenga ufalme wa Mungu. Herode usiogope. Kwa sababu kazi ya kanisa kama ni kujenga ufalme wa Mungu, Herode anaogopa nini? Atulie tu na yafanye kazi zake. Kwa hiyo tumwombe Mungu sisi tujenge ufalme wa Mungu, sisi tumzuie Shetani. Watoto wale walilinde imani yao mpaka kufa, na tunaamini na ninyi pia mtalinda imani yenu mpaka kufa. Si ndio watoto? Ndio. Naona kiu. Tuseme watoto walilinda imani yao mpaka kufa. Na sisi tutalinda imani yetu mpaka kufa. Haya, tusimame. Semeni, sisi tutalinda imani yetu mpaka kufa. Mungu
Tuilinde imani yetu mpaka kufa. Asante kabisa. Watoto mjipongeze sasa, mjipigie makofi. Asante kabisa. Sasa simameni tukiri imani yetu. Sawa, tukiri imani. Imani ambayo tumeambiwa